Mafunzo yanayotumishwa leo hii ni moja ya maboresho ya Jeshi la Polisi ili kuhakikisha watendaji wake wanapanda vyeo kwa wakati na ndani ya mwaka wa fedha husika. Hili linafanyika kwa kuandaa mafunzo ya upandishaji vyeo mapema kabla ya kibali husika kutolewa na serikali. Lengo ni kwamba mara tu kibali hicho kitakapotolewa, waliohitimu mafunzo hayo na kufaulu waweze kupandishwa vyeo haraka. Kundi hili linalomalizika leo linategemea kutunukiwa vyeti vya kupandishwa cheo ngazi ya sergeant, huku wahitimu wote waliokidhi vigezo na sifa vya kupandishwa cheo akisubiri kibali kama nilivyosema hapo awali kutoka utumishi ili waweze kupandishwa vyeo hivyo. Pia naelekeza mkafanye kazi kwa weledi na uadilifu ili muweze kutoa huduma bora za kiusalama na si bora huduma kwa jamii mnayohudumia kwenye maeneo yenu ya kazi, na kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa salama na kudumisha mshikamano kwa wananchi. Baada ya kutoka hapa chuoni na kurudi kwenye komandi zenu, nawaelekeza kufanya yafuatayo: moja, kushiriki vyema kwenye suala zima la utoaji elimu juu ya mambo ya usalama na kuwawezesha wananchi kutumia haki yao ya kikatiba ya kulinda, kuheshimu na kudumisha uhuru wa nchi yetu na kuepuka kujiingiza kwenye mihemko ya kisiasa yenye kuchochea vurugu na kuleta uvunjifu wa amani. Kwa hivyo polisi jamii tukaitumie vyema kuikumbusha jamii. Lakini jingine, kuweka mikakati ya kupunguza ajali za barabarani ambazo kwa kasi kubwa zimeongezeka na kuathiri maisha ya wananchi na uharibifu wa vyombo vya moto. Nyingine ni kuharakisha upelelezi wa kesi za jinai na kushughulikia vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto na wanawake. Pia kuimarisha mifumo ya utunzaji wa kumbukumbu za nyaraka za serikali. Tukaimarisha mifumo ya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka za serikali, isiwe zikaonekana tena zinavuja tunazoziona kwenye mitandao ya hususan mitandao ya kijamii. Kuendeleza kufanya kazi kwa kutumia mifumo ya tehama pamoja na miongozo mingine kama mtakavyoelekezwa na viongozi wenu ili kupunguza malalamiko na kero ndani ya jamii. Lakini pia kuendelea kufanya kazi kwa weledi na kuheshimu haki za binadamu. Namba 10, kuendelea kufanya doria kwenye mitandao ya kijamii, yani online patrol, ili kubaini na kuzuia matukio ya kihalifu kabla hayajatokea na kuleta madhara. Askari wahitimu walioko mbele yako walianza mafunzo yao ya uongozi mdogo ngazi ya cheo cha sergeant tarehe 16 mwezi wa 3 2026, ambapo yamechukua takriban kipindi cha miezi miwili na wiki moja, wakijumuisha askari 781 ambao kati ya hao askari wa kike walikuwa 287 na askari wa kiume 494. Ukizingatia mafunzo haya yamehitimishwa kwa muda mwafaka, ambapo sayari yetu ya dunia imebadilika na kuwa kama kijiji kidogo kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nyanja za mawasiliano, ambapo baadhi ya wahalifu wameamua kuitumia kama fursa ya kutenda makosa ya jinai kwa njia ya mitandao, yakiwemo ya wizi, lugha za matusi, uchochezi, utapeli, udanganyifu, uongo, udukuaji wa mawasiliano ya watu wengine, udhalilishaji, kudai pesa kwa vitisho kwa maana ya demanding money by menace na kadhalika. Baadhi ya changamoto ni kama zifuatazo. Ya kwanza, uhaba wa madarasa ya kusomea, kwani idadi ya wanafunzi inakuwa kubwa kuliko madarasa tuliyo nayo. Uhaba wa vitanda kambi ya Kiashange. Afande, pia tunaomba kujengewe ghala la silaha amare kwa ajili ya kutunzia silaha. Tunaomba kuendelezwa ujenzi wa uzio wa chuo. Mafunzo haya yatatusaidia
kuweza kwenda kutekeleza yale yote ambayo tumejifunza, kuweza kuwajibika katika kuwahudumia wananchi katika kulinda usalama wa haki zao, lakini pia kulinda mali zao na kuweza kufanya kila jambo ambalo linatupasa sisi kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa PGO ambayo inatuongoza katika jeshi la polisi. Kwa haya tuliyofundishwa hapa, tutakwenda kuyatendea haki wananchi, ikiwemo kufuata sheria na kuelekeza katika masuala ya ubakaji, unyanyasaji wa kijinsia, na mafunzo haya yatatupelekea ufanisi wa kazi mzuri zaidi. Kwenye wizi wa mtandao, ni cyber crime, kwa kweli kwa mafunzo haya tumeyapata mazuri zaidi, na tutakwenda kuongeza nguvu zaidi katika upambanaji wa wizi kwa njia ya mtandao.